tena fursa nyingine ya kukualikeni nikizungumza kwa niaba ya Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, na vile vile ni kama ni shekhe. Tukumbuke kwamba siku chache zilizopita tumeshuhudia katika vyombo vya kijamii, mitandao ya kijamii, mtu ambaye hatujamfahamu ni nani akizungumza na akipaza sauti yake kuzungumza masuala ambayo yalikuwa yanahusiana na mmoja kati ya mashekhe au kati ya shekhe mwenzetu katika umoja wetu na shekhe mmoja mwenzetu katika nchi yetu. Amezungumza maneno ambayo hatukuona kwamba yanastahili au yanastahiki kuzungumzwa katika hali ile. Tumejitahidi kuyaangalia na kuyapitia na kutathmini katika vikao vingi. Tumegundua kwamba kuna haja ya jambo lile lisipuuziwe na lisemwe. Ni jambo limeashiria vitu vingi sana, hata vitu vya kijinai vinaonekana vipo ndani ya mazungumzo ya mzungumzaji. Vitu vya kupoteza hadhi ya mtu na heshima ya mtu viko mle bila ya sababu au ushahidi ambao uko wazi. Kwa maana hiyo, kama mashekhe na kulinda heshima ya mashekhe na kutia tahadhari ya watu wa mfano ule, mashekhe leo hii watakuwa na tamko lao ambalo litasomwa na shekhe wetu Shekhe Mbwana Ahmad Urari mbele yenu, ili mpaze sauti hiyo iwafikie wananchi wengi zaidi, ili wafahamu namna gani ya kuzungumza na ubaya wa kuja kuwatukana na kuwadhalilisha mashekhe katika swala ambalo halina maana wala la msingi huo. Shekhe, karibu sana katika sala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, la kulaani kitendo cha kudhalilishwa kwa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa na maudhui yaliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na mtu anayejulikana kwa jina la Juma Namusoma, zikilenga kumchafulia heshima na kumdhalilisha mlinganiaji wa Kiislamu wa kitaifa na kimataifa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unalaani kwa nguvu zote kitendo cha kusambaza taarifa za uongo, uzushi na maudhui ya kudhalilisha yenye lengo la kumvunjia heshima Sheikh Nurdin Kishki na kudhoofisha hadhi ya viongozi wa dini mbele ya jamii. Vitendo vya namna hii vinaonesha ukosefu mkubwa wa maadili, adabu na heshima kwa viongozi wa dini, na vinaakisi chuki, hasadi na nia ovu ambazo hazina nafasi katika jamii inayozingatia misingi ya dini, haki, utu, amani na maadili mema. Aidha, kueneza taarifa za uongo na uzushi ni kosa la kidini, kimaadili na kisheria. Vitendo hivi vinaweza kuleta migawanyiko katika jamii, kuchochea chuki, kuharibu mshikamano wa wananchi na kudhalilisha taasisi za dini pamoja na Uislamu kwa jumla. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu unatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote kuzipuuza taarifa zisizo na ukweli, kujiepusha na kuzisambaza taarifa hizo na kuendelea kuwaheshimu viongozi wa dini wanaotekeleza majukumu yao ya kuelimisha, kuhubiri amani na kuiongoza jamii katika misingi ya maadili mema. Vile vile, tunaziomba mamlaka zote zenye dhamana ya kusimamia sheria kuchukua hatua stahiki dhidi ya mtu yoyote anajihusisha na utengenezaji, uchapishaji au usambazaji wa taarifa za uongo, kashfa
na uchochezi kupitia mitandao ya kijamii kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe, Sheikh Nuruddin Kishki ni kiongozi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na amekuwa akitoa mchango mkubwa katika kuisaidia jamii ya wenye uhitaji na mayatima katika nyanja za elimu, uchumi na matibabu. Amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu kwa siri na dhahiri. Kitendo cha kuzusha taarifa za uongo kwa lengo la kumdhalilisha ni sawa na kuwadhalilisha mashehe na viongozi wengine, vitendo ambavyo lazima vikemewe kwa nguvu zote. Mwisho, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unaungana na Waislamu wote ndani na nje Tanzania katika kumuombea Sheikh Nuruddin Kishki, Mwenyezi Mungu amlinde, amzidishie afya njema, hekima na taufik, na aendelee kumpa nguvu katika kutekeleza wajibu wake wa kuhubiri Uislamu na kuijenge jamii yenye amani na mshikamano. Wabillahi taufik. Imetolewa na Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania na imesomwa na mimi Mbwana Ahmad Urari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu wa baad. Naitwa Nasor Amri Nasor, ni mjumbe wa Haia. Naungana na tamko linalohusu kashfa na kejeli na matusi juu ya shekhe wetu Nuruddin Kishki. Ndugu wanahabari, watazamaji na wananchi wote wa Tanzania kwa ujumla, heshima ni kitu cha maana sana katika maisha ya mwanadamu. Heshima inapokosekana, ule utu pia unaharibika. Na heshima kwa viongozi wa dini ni jambo muhimu sana. Jamii yote inapofikwa na matatizo mbalimbali, wana sehemu za kukimbilia, lakini mashekhe pia huwa ni sehemu kubwa sana wanakimbiliwa. Mashekhe wanafanya kazi kubwa sana ya kutatua migogoro ya kimataifa, migogoro ya kitaifa, migogoro katika hadhi ya kata, vijiji na kuendelea, migogoro ya mtu mmoja na mtu mwingine. Anapovunjiwa heshima shekhe, ni kwamba tayari lile jambo ambalo jamii inalitegemea linakosekana. Shekhe wetu Nuruddin Kishki kuna mengi ameyafanya. Ilikuwa ni busara kuyataja mema, lakini sio kuyataja mabaya. Kwa hivyo ili jamii ipate kuwa na amani, heshima inatakiwa izingatiwe, na hasa kwa viongozi wa dini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Ibrahim Ghulam, mkurugenzi wa idara ya elimu na dawa katika Hayatul Ulama. Kwa kweli kitendo kilichofanywa na baadhi ya watu wa binafsi, siwajui nafasi zao, ni kitendo cha kusikitisha sana, ambacho kimemgusa mmoja wa walinganiaji maarufu katika nchi yetu na Afrika Mashariki na ulimwenguni kwa ujumla, Sheikh Nuruddin Kishki, ambaye muda wake wote amekuwa akiutoa katika kuitumikia dini na jamii. Ni kosa kubwa sana mtu kumvunjia heshima yake. Tukumbuke kwamba wanawazuoni baada ya istiqra ya nususi ya kitabu na sunna walisema kwamba sheria imekuja kwa ajili ya kuhifadhi mambo makuu matano. Imekuja kuhifadhi dini, kuhifadhi nafsi, kuhifadhi akili, kuhifadhi heshima za watu na kuhifadhi mali za watu. Mtu yoyote yule ambaye anajaribu, anafanya jitihada za kumvunjia heshima mtu yoyote yule, basi hicho anachokifanya kinaendana na kupinzana na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kweli jambo lingine ambalo linatahadharisha kwa watu ambao huwa hawathamini jitihada za watu ambao
wametoa muda wao kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu hawa mara nyingi sana, ukiacha yale yaliyopo katika midomo ya watu, huenda ni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu yoyote yule ambaye anayepambana na mtu ambaye ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi kudusi, anatangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wachukue tahadhari sana. Imam Ibn Asakir katika kitabu chake Tabyin ameelezea kwamba hakika ya nyama za wanawazuoni zina sumu. Hakika nyama za wanawazuoni zina sumu. Mtu yeyote ule anajaribu kula nyama ya mwanawazuoni, basi aelewe kwamba anakula sumu. Na amesema Ibn Asakir kwamba mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hamfishi isipokuwa atamfisha kwa kumpa mtihani na pengine kumpa kifo cha aina ya mbwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi mashekhe zetu na awape nguvu na wasirudi nyuma kutokana na vituko vya baadhi ya watu ambao hawana heshima, hawana adabu, na wakati mwingine hawajali nini cha kusema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kwa nikiwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, na swali hili liloulizwa na mmoja wa watu wa habari ni swala muhimu na ni swala nyeti, lakini ni swala muhimu sana na ni swala ambalo lina uhalisia. Nizungumze ni kwamba kwanza tufahamu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alisema wazi kwamba wanazuoni ni warithi wa mitume. Urithi wa wanazuoni kwa mitume sio urithi wa mali, isipokuwa ni urithi wa elimu na kazi. Tunataraji sisi heshima kwa wanazuoni iwepo. Sasa limetokea jambo kama hili, na sisi kama wanazuoni, na baada ya kuliangalia na kulitafakari jambo kama hili, hatukulichukulia kwamba ni swala limemuhusu Sheikh Nuruddin Kishki kama yeye, bali hili ni swala ambalo limehusu wanazuoni wote katika yaliyozungumzwa pale. Lakini vile vile Mtume sallama ametuelekeza akisema kwamba la dharara wala dhirara, hairuhusiwi mtu kumdhuru, kujidhuru au kudhuru, yani usijidhuru wala usidhuru. Sheikh Nuruddin Kishki tumeshuhudia yuko kimya. Yeye kuwa kimya ni moja kati ya silka na taratibu za wanawazuoni. Wengi walifanywa maudhi mengi sana na walikuwa wanakaa kimya. Kwa hiyo yeye kuwa kimya bado yupo katika utaratibu, lakini kwa sababu kilichofanyiwa hujuma na shambulizi la kifikra na la kimtazamo na lolote lile ni ile tasnia ya ushekhe, na sisi kama mashekhe sasa tunasemaje? Sisi tunalitafakari jambo hili, lakini kuna mambo mawili tunashauri. Sheikh Nuruddin tutakaa naye kama yeye muhusika namba moja, tuone tunafanya nini. Lakini la pili, bado serikali yetu ipo, serikali imesikia, tuna taasisi ambazo zinahusiana na masala ya kimtandao na zipo sheria na kanuni. Sio mwanasheria mimi wa sheria moja kwa moja hii ya kisekula, lakini naamini wahusika wameliona hili na wao wana mchango, na sisi kama wanazuoni tunajaribu kuwapa hii changamoto hii kwamba waliangalie na waweze kutupa hivi hali kama hii wanaichukulia vipi. Kwa hiyo bado sisi serikali tunaiomba, bado serikali kwa kupitia taasisi za mambo ya kijamii, hili swala liko hadharani moja. La pili, swala hili lipo katika mitandao na ni swala ambalo halina adabu wala halina ushahidi. Ilitakiwa mtu huyu aitwe, alete ushahidi wa anachokisema, vinginevyo kwamba halikuwa na haja. Kwa hiyo niseme kwamba sisi jambo la kufanya katika hili moja
ni kwamba Sheikh Nuruddin Kishki tutakaa naye kama shekhe mwenzetu, na si kama ni mashekhe, na hii ni taasisi yake pia, ili tuone ni hatua gani za kufanya. Lakini vile vile bado tunaiomba serikali kama serikali katika vitu vya mfano huu, nayo tunaamini ina nafasi. Kama wanazuoni, tungependezwa sana tukasikia mmoja kati ya viongozi wa taasisi ambazo zinahusiana na masala ya hujuma au kulinda heshima za watu kwa njia za mitandao zikazungumza chochote kile. Ilikuwa ni vizuri sana katika swala hili ambalo hata kama kumuita mtu yule kwa siri na kumuuliza kama ana ushahidi wanachokisema na kwa nini kasema vile, na wakatoa kauli yoyote ile, bado ilikuwa ni jambo zuri sana. Haya ndio maneno ambayo naweza nikasema kwa niaba ya wanazuoni, na ni kwamba ametukera kweli kweli jambo hili, lakini bado serikali nayo tunaiomba vile nayo iangaliwe vile, ama shekhe tutakaa naye tutaona cha kufanya.